usikie baada ya mafuta haya ni kitu gani kiliweza kufanyika. Ni Yesu alitutuma kufanya hivi, na kama uliamini na kusadiki, Mungu alikuokoa, Mungu alikukomboa, Mungu alikufungua, si wa kawaida tena. Amen. Amen. Yesu makofi mazuri. Tangu mwezi wa 10 ulipeza kuanguka. Ulikuwa unaanguka na kifafa na nini? Ni pepo anakuja na kutoka, lakini ulipeza mwezi wa 10. Pigia Yesu makofi mazuri. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Amen. Ulipona kabisa. Asante. Amen. 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 Pigia Yesu makofi mazuri. Na wewe upone kwa jina la Yesu Kristo. Mapepo hawatakutawala. Nani mwingine? Nani mwingine? Ndio, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama. Naweza kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Efraim. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu tangu kwa mafuta ya siku ya Jumapili. Amen. Bwana pita hali ngumu, nilikuwa na nyamaza lakini namwambia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Bwana kenda kule ofisini kwangu, kule mbeleni kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa shinda kwa jioni naondoka na 50. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sasa cheni peke yake. Amen. Sana jikaza lakini sasa inabidi zajikaza mpaka kabidi muongee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Sasa nilipokuja hapa nilimwambia Mungu, wewe ndio unajua shida yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mapasta na kudumisha neno la Mungu la Biblia hata sibaya na kuweka mbele sana hata dada. Bwana Yesu asifiwe. Kama hesabu kwa mbali tena kula nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nashukuru kupitia mafuta. Ndio. Kwa Jumatatu. Nimeona Mungu mpaka sasa. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Yaani hata sasa kufanya kazi kisha kwa pesa. Bwana Yesu asifiwe. Shangwe na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Pesa zinamiminika kila kona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu tena sana. Amen. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Amen. Yale mafuta, kuna urahisi Mungu aliachilia kwa maisha yako. Kuna urahisi Mungu aliachilia. Kuna mwingine? Leta huko. Na hai. Ngoja kidogo shemazi wa Mungu. Amen. Amen. Ndio. 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 Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Shangwe na vigelegele. Nilisema hata kama hawako hapa, Mungu anaachilia urahisi kwa familia yako. Pigia Yesu makofi mazuri. Hivyo ndo Yesu hufanya. Amen. Kila minyororo iliyokufunga nyumbani kwenu, iliyofunga kizazi, iliyofunga mandugu, ilivunjika tangu siku hiyo. Amen. Na kwa sababu ulipokea neno kwa furaha, ilifanyika. Pigia Yesu makofi mazuri. Mungu awatimizie hoja za mioyo yenu. Nilisema Mungu anabadilisha maisha. Mungu anabadilisha historia. Amen. Asante. Kuna mwingine? Mwingine? Peleka huku sasa. Harakisha nawe. Amen. 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 Amen.
naomba toke. Nikasikia kwamba toke juu hata kwa huyu mtoto hata kwa mzima bado mdogo. Bwana asifiwe. Amen. Sikio nilienda nyumbani nilikuwa nimechoka akili, lakini kesho kutwa yake mtoto wangu akakuwa mgonjwa. Usiku tukakuja hapa kanisani na pastor akaniambia hizi wewe ulikuwa Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Nashukuru mtoto aliombewa, tukarudi nyumbani. Alikuwa anaanza na shida ya choo. Wakati choo siku 3 siku 4. Amen. Lakini nashukuru sasa hivi kwa sababu Pigia Yesu makofi mazuri. Watoto wapone wote kwa jina la Yesu. Ndio. Amen. Akanimwagia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pokea hiyo mafuta. Juzi. Ndio. Nadhani nikalala usiku. Nikaota nimeumwa. Ndio. Tukienda hospitali nilikuwa na Jacinta. Yule msichana alifanya harusi. Ndio. Nimepotea kiasi. Hospitali nimeumwa. So, imefika time nisukume mtoto. Madaktari wanajua ni mtoto anatoka. Lakini kukatoka kitu hivi. Hiyo mama akaniambia, daktari akaniambia, mami, unajua hiyo kitu sijui kwa nini walikuwekea. Lakini kukatoka, utazaa mtoto wako vizuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Amen. Jacinta alikuwa hapo, aliona alikuwa Ndio. akasema mwanamke sijaona kitu kama hiyo. Kwa ndoto. Kwa ndoto. Ndio. Hiyo kitu ilikuwa ndefu. Ndio. Na nikasikia mwili wangu umekuwa mwepesi, lakini mtoto hajatoka. Ndio. Na nikawaambia kama mimi ni hiyo nguvu nimetumia nisukume mtoto na hiki kitu imetoka. Ndio. Pelekeni haraka nikapasuliwe mtoto nimechoka. Ndio. Nipeleke daktari, akaniambia sitakupeleka, utasukuma mtoto atatoka. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi mazuri. Nilikuwa nimekasirika, nimekuja juu, lakini Jacinta ananiambia hakuna operation utafanywa mama. Amen. Sasa mimi niko hapa. Kidogo mume wangu akaingia. Ndio. Akiingia tunaambia nasikia kitu kinatoka, ikitoka hivi ni mtoto. Pigia Yesu makofi mazuri. Imetendeka tayari kwa jina la Yesu. Nashukuru Mungu ashasema. Amen. Na imani ni yale mafuta ya juzi yamenisaidia. Maana nilikuwa nahangaika sana. Wakati mwingine naingia nasikia tu nimechoka. Basi anasema wewe wako nje na mbele. Imani yangu iko hapo ndani Bwana. Amen. Amen. Nashukuru Mungu zaidi mzima, mtoto wangu mzima, mume wangu mzima. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Anayekupangia mabaya wewe yamregelee mwenyewe kwa jina la Yesu. Sasa unaona kuna vitu huwa vinawekwa. Amen. Wakati ujauzito unatungwa wanakuata hapa. Wanasema sasa yule sababu wanataka sema alikufa kwa ujauzito. Amen. Wameshakuwekea kitu ambacho kile ndio kitakuwa kizuizi cha mtoto kutoka, kisababishe mtoto kufa au wewe mwenyewe kufa. Amen. Lakini Yesu ni nani? Amen. Haleluya. Hana mfano wake. Amen. Alishamkomboa kwa jina la Yesu. Na wewe ulikombolewa tangu pale kwa jina la Yesu. Nani mwingine? Nani mwingine ambaye kwa ile ibada peleka pa? Asante. Usiogope. Sema.
Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Hayachanganya na shangwe na vigelegele kwa Yesu. Wakupiga mbinja, apige mbinja kwa Yesu. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Watoto wote wapone kwa jina la Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Mungu azidi kuwatendea kwa jina la Yesu. Kuna mwingine aliyetendewa katika ibada ile ya mafuta. Haya, leta hapa. Leta hapa. Mambo yanabadilika. Amen. Ndio. Ndio. Unapanga mjenge hamjenge? Ndio. 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 Pigia Yesu makofi, shangwe na vigelegele. Ya kuna wengine hawapigi kabisa shangwe na vigelegele. Ndio maana wanaachwa. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele. Mungu akutendea kwa jina la Yesu. Amen. Ndio. 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 Pigia Yesu makofi mazuri. Nilisema Mungu anaweka urahisi. Amen. Yale mafuta yalivunja minyororo ya giza. Yalivunja madhabahu za wachawi. Yalipomoa nira za wachawi. Kuna wengine walikuwa wamewekwa kwenye vyungu, wengine wamewekwa kwenye machupa, wengine wamefungiwa kwa wachawi na waganga. Amen. Walitolewa kwa jina la Yesu. Walitolewa kwa jina la Yesu. Amen. Sasa utaanza kuona muonekano wa nyumba yenu, nyumbani kwenu umebadilika kwa jina la Yesu. Nyumba za makuti zapotea zote. Hata za kuku zitakuwa za mabati. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Sema. Nilikuja kweli, ilikuwa lini? Tulienda lini? Sasa tulienda na tulienda lini? Wiki iliyopita kama Jumamosi hapo. Thursday? Yes, Ndio. 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 Anawakatakata. Pigia Yesu makofi mazuri. Ndio misingi inaisha hivyo. Amen. Ndio. Wanakombolewa kwa jina la Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi mazuri. Si tulikatakata watoto wao, imebaki wao wenyewe tuwakatekate kwa jina la Yesu. Tutawamaliza kabisa kwa jina la Yesu. Katika huo mji hakuna mchawi atakayeinuka tena kuroga hapo. Tulisema kwa mamlaka ya Yesu hakuna atakayeinuka kuroga hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nyosha mkono wako. Katika roho kuna jambo linatendeka. Tunatuma moto kwenye huo mji kwa jina la Yesu. Amen. 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 Ezekieli aliambiwa tabiri juu ya mifupa hii mikavu. Kwa jina la Yesu, rudia maneno, sema tunatabiri. Kila
mchawi anayeishi katika huo mji, tunatuma moto, tunatuma moto, tunaharibu vitu vyake, madhabahu zake, falme zake, uchawi wake, tunauharibu, tunauharibu katika in the mighty name of Jesus. Kila kazi za shetani zinazofanyika katika huo mji ninaziharibu kwa jina la Yesu. Kuanzia dakika hii, kila kazi za mapepo katika huo mji ambazo zimesumbua hawa watumishi wako, nazivunja na kuziharibu katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Naweka huo mji huru pamoja na watoto kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi nimeomba. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Ndio. Ya mwisho pastor ulisema wakati utakaporudi ndio kuna watu wataokoka. Kuna watu wataokoka. Katika hiyo ndoto wakaniambia kuna mwenye alikuja akaambia wenye walikuja kufanya utakaso. Ndio. Akamwambia Munguja mnafanya kelele hapa, mnafanya nini? Ni kelele tu. Ndio. Yeye ndo amenikujia tena akaniambia nilikwambiaje mama unaleta watumishi wa Mungu, mbona uniambii mimi? Nikamwambia siwezi kukuambia juu ni watoto wangu ndo wanasumbuka. Ndio. Sasa nimeleta ni kwa ajili ya watoto wangu. Sisi hatulali na hangaika. Ndio. Akanambia basi mbona mkuja na mimi hajaniombea? Pigia Yesu makofi mazuri. Mwambie pia mimi namhitaji. Amen. Atakapokuja tena mfikishe kule kwangu aniombee hata mimi niokoke. Amen. Niondolee au mambo yote yaniondokee. Amen. Nikamwambia sawa, alafu nikam. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Wataokoka kwa hiyo huduma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nilipotoka pale nilisema nikirudi tena hapa, maana niliwaambia nitarudi. Nikirudi tena hapa kuna watu wataokoka hapa. Amen. 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 Mungu awasaidie mjenge maisha yenu, ipanuke kwa jina la Yesu. Vile ambavyo familia yako imefunguka, maisha yenu yanabadilika, hata yako yanabadilika kwa jina la Yesu Kristo. Usijali mama, usijali, imekwisha kufanyika kwa jina la Yesu. Kuna mwingine? Usiogope kunyosha mkono. Usiogope kunyosha mkono. Ndio. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mimi nashukuru Mungu kwa uzima. Ndio. Yangu ni ushuhuda. Ndio. Kusema kweli mimi naona Mungu tu anazidi kunishangaza kila kukicha. Amen. Kwa saizi pale nyumbani kuko sawa. Pigia Yesu makofi mazuri. Ndio. Juzi babangu alikuwa yuko live. Ndio. Kulikuwa na shida kati ya baba na mama. Hata pastor najua. Najua vizuri sana. So juzi wakashika akamchukua mjukuu wake akamwambia mama wewe twende zetu tukapumzike nyumbani kidogo. Kwa live. Paka sasa bado akuonini yuko Malindi. Ndio. Lakini kule kuna kazi inaendeka kuria. Ndio. Kuna jengwa saizi. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata hapo nyumbani hakuna nyumba yenye inajengwa kama hiyo. Yaani hakuna nyumba yenye imejengwa kama hiyo. Yesu anawashangaza. Kabisa. Pigia Yesu makofi. Mambo yatendeke kwa boma yenu kwa jina la Yesu. Maisha ibadilike. Yesu anabadilisha maisha. Alafu pastor. Ndio. Si unamjua Kiti wewe? Kiti namjua. Unamjua vizuri kabisa? Namjua kabisa. Juzi alilibwaga lile vunga juzi. Akasema nimeamua tu kubadilika mimi mwenyewe. Alinyoa nywele zake. Pigia Yesu makofi. Kuna siku moja huyo kijana nilikutana naye huyo. Namuuliza mbona unafuta bangi wewe? Anasema pastor bwana, usielewa wewe tayari maisha nini. Ni hivi. Mwambie sikiza. Na kuombea na nakuhakikishia kwamba utabadilika kwa jina la Yesu. Pastor bwana, hata mimi naomba hivyo bwana, kila siku naomba hivyo. Amen. Hallelujah. Nikamwambia huu mwaka hautaisha wewe, utaingia kanisani. Na kweli ataingia kanisani kwa jina la Yesu. Alikuja siku moja hapa alitaka kukwama hapa. Sema pastor bwana,
mimi nimeamua leo tu nilale hapo. Mwambie we rudi kule, wanajua umenileta, rudi kwanza. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Ndio. Nilipofika pale nyumbani nikamuuliza, imekuaje? Anambia, kuna shangazi mwingine hapa, nyenyeke huyo hapa hivi. Ndio. Unajua Mungu mara nyingine pia ana nini mtu mwingine ili upate. Ndio. Sasa baba alienda kamueleza yeye. Ndio. Yule shangazi akamfuata. Ndio. Akaona sasa hii imekuwa too much. Ndio. Afadhali nifanye nini? Nifanye venye baba anataka. Nikamwambia si ati ni shangazi mwenye amekuja kuambia, ni Mungu sasa anataka kukubadilisha maisha yako. Ndio. So ametuma mtu aje akwambie ili ujikomboe. Anambia sasa mimi sasa hata baba sasa kinaambia nipeleke college. Baba amelia sana anataka kupelekwa college. Pigia Yesu makofi mazuri. Lakini sasa amesema ataenda shule akasoma. Amen. Amen. Machache, Mungu awabariki. Na wewe unaendelea na kazi yako? Nashukuru Mungu. Ndio. Hata yule mwenye alikuwa na vita na mimi sasa hii anambia kazo documents zote nini naambia ni sawa. Mungu tu ndo nini namtegemea. Kumetulia. Kumetulia. Pigia Yesu makofi mazuri. Mungu akutendee mengi kwa jina la Yesu. Amen. Kuna mwingine? Naona ni wengi sana. Nani? Yuko wapi? Kuna wacha twende hapa. Nimekuona. Haya, inuka mama. Inuka, usijali, inuka. Inuka mama, inuka. Haya, inuka. Una haya? Tunaliua kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Haya tumekuua haya limekufa. Unaitwa nani? Fatuma Steve. Na umeamua kuja kanisani. Umeokoka? Wewe ni nataka kuokoka kuanzia leo. Pigia Yesu makofi mazuri. Sasa usijifiche mama. Amen. Sisi ni wana wa nuru. Njoo hapa mbele usijali. Haya, kuja na mimi. Haya, njoo. Tunakubariki kwa jina la Yesu. Njoo hapa. Njoo, usiogope, njoo. Amen. Amen. Piga magoti mama, usijali. Njoo. Rudia maneno haya. Msaidie kumshikia microphone. Amen. Inua mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naja mbele zako. Naomba unisamehe. Dhambi na makosa. Mimi ni mwenye dhambi. Lakini kwako kuna msamaha. Naomba unisamehe. Namkataa shetani na kazi zake zote. Na kuamini Bwana Yesu. Wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye vitabu vya mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo naokoka. Namkataa shetani na kazi zake zote. Wewe shetani, toka ndani yangu. Niachilie. Mimi ni wa Yesu. Yesu, nipe roho wako aingie ndani yangu. Nawe Yesu, ingia ndani yangu. Nioshe, nitakase, niongoze katika njia za kweli na za haki. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kuanzia dakika hii namuombea huyu mwanao neema na kibali, baraka na nguvu, katika jina la Yesu. Namtenga na kila madhabahu zote za giza, kila falme zote za kuzimu, maroho na majini, namtenga nayo mbali katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia dakika hii badilisha maisha yake na muonekano wa maisha yake. Bwana msaidie
leta mwangaza. Roho Mtakatifu karibu, mjaze na uwezo wako, mjaze na nguvu zako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kuanzia sasa kiumbe kipya. Amen. Amen. Pe hiyo sadaka nzuri ya makofi. Tumshangilie Bwana tukimkaribisha katika wokovu. Rudi sasa ukae. Pe Yesu shangwe na vigelegele. Usijali hata ustadhi wako akiona hii, maana imeisha. Wewe sasa ni Mkristo katika jina la Yesu Kristo. Sasa wewe ni wa Kristo. Amen. Sasa naona hii ibada ilifungua watu wengi. Mama utakuwa wa mwisho. Ama kuna mwingine? Na wewe? Na kuna mwingine? Kuna mwingine pia alifunguliwa na ile ibada ya mafuta. Haya. Peleka kule mwisho kwanza ndo malizie hapa. Aanze hapa. Haya, leta hapa. Kwa huyu mama. Haya, mama tufanye haraka. Ushuhuda unafungua watu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Huu shuhuda si wangu, ni wale dada zangu kutoka Mariakani. Ndio. Siku hilo kaja wapaka mafuta ile siku ya Jumapili. Ndio. Juzi wakanipigia akaniambia ulikuwa natatizika na nyoka, lakini usiku ndio mjukuu wangu ameota ile nyoka tumeiua, lakini kukatokezea mwanamke mwingine ndio wapo katika hiyo boma. Ndio. Akamwambia mbona hii nyoka waiua, waipigia nini, memkosa nini? Ndio. Wachana nini nayo? Ndio. Basi wakangangana na yule mwanamke mpaka huyo mjukuu wake akashituka akaamka. Pigia Yesu makofi mazuri. Nilikwambia Yesu alitenda kazi. Amen. Kila misingi iliyokuwa nyumbani kwenu ilivunjika. Kila maagano yalivunjika. Roho za nyoka, mapepo yaliondoka kwa boma lako. Nenda ujenge kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna kizuizi. Nenda ujenge kwa jina la Yesu. Hamna vizuizi. Amen. Ndio akaniambia, akanituma kwako. Nenda kaniulizie mtumi. Ulikuwa nije jana. Ndio. Jana nikapata wageni sikuweza. Ndio leo nikafika. Amen. Mwambie ilishafanyika tayari. Amen. Bado huyo mwanamke afe huyo. Kwa jina la Yesu Kristo. Huyo mwanamke ndiye ambaye alikuwa anasumbua hilo boma. Atakufa kwa jina la Yesu. Kama uchawi wake umeisha, kama nyoka zake walimalizwa, bado yeye aende kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Mimi si mgeni, ni mara yangu ya 3 hapa, lakini watu walivyosimamishwa wageni sijawahi simama. Ndio. Wanaambia wageni karibu, lakini mimi najibanza kule nyuma, sijawahi simama hapa mbele. Leo umekuja mwenyewe. Apigia Yesu makofi mazuri. Mimi kwa majina yangu naitwa Lucy, nimeokoka. Mimi ni sister wa Magi ama Mama Festus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi sana napenda tu kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nashukuru Mungu kwa hili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuja huku, nilikuwa natafuta kazi, ni first time nilikuja Friday hapa kwa maombi. Ndio. Na nikarudi hiyo wiki tayari. Nikaenda kazini, hata sikuwa na karatasi zote, lakini nikachukuliwa mimi wa kwanza. Hata ID nilikuwa sina. Bwana Yesu. Pigia Yesu makofi. Yesu akutendee kwa jina la Yesu. Shangwe na vigelegele. Anayeshangilia itendeke kwa jina la Yesu. Na kutabiria kuanzia dakika hii, hata kama una makaratasi kamili, ingia kazini kwa jina la Yesu. Amina. Access zote tuko nazo. Ingia kazini kwa jina la Yesu. Kibali kinaachiliwa. Pokea kibali cha kazi kwa kila ofisi, kwa kila kampuni, kila mahali. Pokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hili unaona ni jambo kubwa sana lenye Mungu amenitendea, maana hata katika maandiko Mungu anasema kwamba mtu mvivu ni kama moshi kuingiao na huleta harufu mbaya, kama wale wafuta sigara. Sasa ule moshi ukikuingia huwa waleta harufu mbaya. Kwa hiyo mtu mvivu mwenye kazi yake ni kulala, hafanyi lolote, ambapo hata asiyefanya kazi asile. Sasa nilikuwa nakula, lakini hata ile amani sina, maana nala jasho la watu, mimi sichoki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nashukuru Mungu, ila zaidi ya yote naomba mnisaidie na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi mnavyoniona hapa, mimi ni mama, sio msichana. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeoleka Bungoma South. Bwana Yesu asifiwe. Lakini
Lakini sasa hivi siko kwa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mamangu mzazi ameokoka, lakini alisema hataki mtoto wake aoleke bibi wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alisema na akasema mimi sitaki na sitataka mtoto wangu aoleke bibi wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mimi nikapata kijana, nilikuwa nakaa Kisumu, nikapata kijana wa Bungoma. Ndio. Na sikutaka kuoleka before aje kwetu. Akaja nyumbani, akaja akajulikana, pia mimi kwao nikawa najulikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa yeye alidanganya wazazi wangu, akasema kama hajaoa, na kusema wale kweli tumekuwa kwa mahusiano, sijawahi muona kama ameoa. Ndio. Lakini kumbe alikuwa ameoa mwanamke wa kwanza, na yule mwanamke akazaa naye na mtoto akafariki, na mwanamke akaenda kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata mimi mnainiona hapa, mtoto wangu alifariki na niko kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It's painful for me kwa sababu yule mwanaume alikuwa very courageous mpaka akaja akadanganya wazazi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nimeishi kwenye ile ndoa, though kuna challenges, lakini nasema Mungu yupo, atafungua milango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ule mwanamke wa kwanza alikuwa mwanamke mwenye alikuwa university, akamuoa, akampa mjauzito, hakumtolea mahari kule kwao. Dio. Sasa alivonipata mimi kwa sababu yuko Kisumu town, akahama hiyo nyumba na mimi akanipata vitu zake, akachoma za huyo mwanamke kila kitu. Dio. Mimi na akabadilisha namba na akabadilisha account ya FB. Dio. Mimi nama alivonipata akanipata akiwa kwa nyumba ingine, na kila kitu kilikuwa sawa kwa sababu sikiona kitu cha mwanamke. Kumbe alikuwa amebadilisha namba. Ile ya kwanza yenye alikuwa na ule mwanamke, na kule kwenye alikuwa amerenta alitoka, na ile account ya FB alitoka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikajulikana kwa hiyo boma, shemegi zangu nawajua, wifi zangu nawajua, mevya kila mtu yanijua. Huku kwetu nako amekuja yajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mtoto wangu alikufa tu ghafla, ilikuwa mwezi tu wa 8. Na kusema wala kweli nimeteseka na huo ujauzito, nimelazwa miezi 2. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paka sahi sometimes huwa nafikiria, nasema sina maana kwa hii dunia. Nataka hata una ndio maana na kwa jina la gari Yesu. kufe. Una maana. Nyosha mkono wako hapa tumuombe. Nyosha mkono wako, nyosha mkono wako. Kwa jina la Yesu Kristo, nyosha mkono. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako kwa ajili ya dada huyu ambaye amepata maumivu muda mrefu sana. Bwana Yesu, aliteseka, alihangaika, alinyanyasika, lakini Yesu ukawa pamoja naye, ukamshika mkono mpaka kumleta mahali hapa. Na nena neema yako kwa maisha yake katika jina la Yesu Kristo ali hai. Kuanzia sasa nafungua tumbo lake. Ondoa chungu kwa yaliyopita, nafungua tumbo lake. Akibeba ujauzito, mtoto hata kufa kwa jina la Yesu. Nafungua ndoa yake katika jina la Yesu. Ulisema mtakaowekea mikono watapokea. Nami ninatangaza katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa sasa, kile kimewekwa tumboni mwake na lile agano lililoko kwa mumewe ninalivunja kwa jina la Yesu. Maagano ya uchawi, maagano ya giza, maagano ya mapepo ninayavunja kwa mamlaka ya Bwana Yesu katika jina la Yesu Kristo. Nafungua tumbo lako. Nafungua kwa jina la Yesu, kwa mamlaka niliyopewa na Bwana Yesu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. You are free in Jesus mighty name. Amen. Ndio sasa. Sasa baada ya kufiliwa na mtoto wangu, ndio mimi nilikuwa tu nimesikia kwa majirani, nilikuwa sikai yani nilikuwa sikai Ushago, nilikuwa sikai huko, nilikuwa na town Kisumu. Sasa ile kutoka Kisumu mpaka Bungoma hapo ni almost 800. Ndio. Sasa ile sometimes naenda kusalimia nikirudi. Sasa majirani ndio walikuwa wananiambia, na huyu bwana wako si alioa, alizika mpaka mtoto wako pale mwenye alizika. Lakini nikimuuliza yeye ananiambia si mimi. Hebu angalia ni kitu gani ambacho kinafanyika hapa. Sikiza kwa makini. Amen. Nikimuuliza huyo, ngoja kidogo. Huyo mwanaume alioa bibi. Alipooa bibi alimweka mimba, si ndio? Alipozaliwa yule mtoto ameoa mwingine, amezaa mtoto, amefanyaje? Unafikiria shida iko kwa nani? Amen. Ni kitu cha kawaida hicho? Ni kitu cha kawaida?
tunavunja hizo madhabahu kwa jina la Yesu. Maagano ya vifo ya watoto wachanga tunayavunja katika hilo boma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Endelea. Sasa nilikuwa nikiambiwa, lakini nikimuuliza yasema si mimi, ni brother yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo mwanaume ni mwerevu tena sana kabisa, yani yeye ni kichwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. 99%. Mimi peke yangu ndio si mwerevu. Sasa yeye sahi hata ukiingia kwa account yake FB anaitwa tu George Carls, hata mkimsearch mtaona. He is ready to forge. Atachukua nini inaitwaje hizi zenye madaktari ama nurses wanavaa. Atavaa specs, ataenda atanunua vitu supermarket, tutasema huyu ni daktari. For now asha change your account. Yeye ameandika ni daktari mkubwa wa Jelaram Academy huko Kisumu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sahi tulikuwa tumepost picha na watoto, kwa account zetu zote tumeandika engaged to Lucy, na mimi kwangu niko na George, but for now amefuta kila kitu na ako single, na ukiangalia hata huyo akikwambia ni daktari unasema yes. Bwana Yesu asifiwe. Anataka danganye mwingine. Ameshindwa kwa jina la Yesu. Sasa katika ile harakati ya mazishi ya mtoto wangu, ndio shemegi yangu akaja, mimi siko kazini. Shemegi yangu mkubwa, wakati mtoto wangu alikufa Kisumu saa 11 on Thursday kuamkia Friday, sasa ikabidi tusafirishe mwili. Imagine nilibeba mtoto wangu tokea saa 11 mpaka saa 4, nikifika Bungoma ndo nashukisha kwa mkono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ile hali nilipofika nyumbani, mtoto akalala hiyo Friday, akazikwa Saturday. Lakini hapo kulikuwa na shida kwa sababu shemegi yangu alikuja akanitoa pale, nikililia mwanangu, ananiambia shemegi, ulio kimaliza lakini ujue sanduku la mtoto lalipiwa, mchimba kaburi alipiwa, mtoto yafaa kuvaa ndo asipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani nimechanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyu mwanzangu pia alioa akazika mtoto wa kwanza, na mimi sijui kuuliza. Baada ya hapo yeye tayari ashaambia ndugu zake huyu mwanamke ashapata hiyo story, na sasa sijui mambo yataendaje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mimi baada ya hapo Mevyayo ananiambia aenda huko Kisumu, chukue nguo za mtoto wako zote zilete hapa nizifanyie biashara, alafu wewe uende kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi tokea huo mwezi wa 8 nilitoka huko, sijawahi pigwa simu na bwanangu, sijawahi ambapo kitu chochote, yani siongeleshani na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ule mama hata mara yuaniambia mimi sina simu, mara sina nini, nikipata hata pesa kidogo namnunulia simu Mavya, nampa yachukua yapeana kwa watoto wake. Namnunulia dhera yapeana wajukuu, namnunulia mafuta yapeana, ukimnunulia viatu yapeana. Imagine mimi niko na nyumba pale kwenye nimoleka na mattress na kitanda, lakini mtoto wangu alivyokufa Mevya alichukua huyo mtoto wangu akamlalisha kwa masofa yenye hayana hata mguu. Hata ni mattress tu yenye imepasuka. Bwana Yesu asifiwe. Na kufikia saa hii akaniambia mtu akifiwa huku kwetu aende zao kwao, huyo hana maana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huyo kijana ona huku alikuwa hajanitolea mahari. Nilikuwa nikimwambia mambo ya mahari, asema mimi hata nataka nikagongwe na gari nife, miwe kila siku ni mahari. Chukueni huyo mtoto, chukueni huyo mtoto. Basi mwenzako hujanitolea mahari mpaka mtoto ako 8 months surely. Nikimwambia hivyo tuanza kutetana. Sasa mamake akamwambia, sasa venye tulikuwa tumefiliwa tuko pale nyumbani hatujaondoka kurudi Kisumu, mwanzangu ukisema namtolea nguo hii ya vaa Mevyayo asema sitaki hiyo, yarudi bwana yenda vango chafu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nikawa niko pale sina la mtu, hao ni Waluya wanakaa yakana mamake jikoni wanapika wanaongea mambo yao, mimi nimeachwa, yeye ni mama's boy, kwenye mama ataenda ni yeye na mama. Lakini sasa ukatoka huko kwa sababu ya wakati sasa nikatoka huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sasa nashukuru Mungu nilipata kazi, maana nilikuwa niko tu sina mbele sina. Pigia Yesu makofi mazuri. Lakini najua sasa nikistruggle nikipata shilingi yangu, nilikuwa naja kanisani lakini watu wakiambia tu sadaka hata sina. Lakini sasa nashukuru Mungu nimepata kazi. Amen. Sasa pata kazi, alafu sasa mume sasa kama umekaa na mwanaume karibu yako mwambie waongo sana nyinyi. Kama umekaa na mwanamume karibu yako mwambie tu waongo sana nyinyi. Angalia Shemasi amemkunjia sura bibi yake. Ationgea tu, ongea. Haleluya.
Mimi nakumbuka nikiwa huko Roka, wakati huo wa mataifani huko, nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Thomas. Nachukua simu, namwambia nikikupigia tu mimi nitajifanya na pesa, alafu na wewe unaitikia huko, unaitikia kila kitu cha nitakwambia. Sasa najua nikikaa tu karibu na msichana, sina haja hata nimuongeleshe. Nikaa karibu na yeye, tunapiga simu. Halo? Yes. Nilikwambia 10,000 zangu uregeshe. Nitaregesha. Fanya hivi, sitaki tena, sina haja nazo tena. Alafu sikiza, ile biashara tulimalizana, kuna biashara nyingine sasa. Njoo chukue kama kama 30 hivi. Njoo nyumbani kwangu jioni kama 30 hivi, alafu tumalizane na hiyo biashara. Zile zingine sina haja nazo. Alafu mimi sipendi kufanya biashara na wapumbavu mimi. Unasikia? Unanisikia? Sawa mkubwa anaongea. Sawa mkubwa, nimeweka loud pale. Naweka simu kwa mfuko. Amen. Natembea tunajua siku moja nitaonana naye tena. Nikishaonana naye tena najifanya bosi tena. Mwambia dada habari. Ni wewe. Haleluya. Nilikuwa sisemi mambo mengi. Amen. Namwambia twende. Tunaenda. Amen. Haleluya. Amen. Waongo. Haleluya. Hata mama yenu ulimdanganya. Si rahisi by the way. Amen. Si rahisi kabisa. Shangaa lakini katia na uongo pale. Anamwambia sasa angalia. Kule nyumbani ukifika pale kuna kama kifuvu kilichomeka pale. Ndege ya babangu hiyo lilipuka hapo. Kwa na pesa sana. Lakini sasa serikali tunapambana hiyo nini, watalipa hiyo. Anajua basi siku moja tutakuja kuwa matajiri kweli, ndege itaregeshwa. Akakubali. Amen. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Usidanganye mwanamke. Ni afadhali kumwambia ukweli. Amen. Mwambie tu ukweli. Bwana asifiwe. Na usiolewe kabla hujalipiwa mahari. Jichungeni sana wasichana. Msiolewe kabla hamjalipiwa mahari. Asikudanganye huyo. Vumilia. Mwambie kalipe kwetu kwanza. Akienda kulipa kule, haya ndio muoane na mambo yawe sawa. Amen. Useme mambo ya haraka. Pana. Jisaidie wewe. Usiharibu maisha yako ya baadaye. Amen. Basi wacha tufungie hapo. Wengi walio na ushuhuda, huyu mtoto sasa yuko sawa. Uliniambia kuna kitu kilitoka. Kilitoka lini hicho kitu? Jumapili na asubuhi. Hebu njoo mtoto. Nipande hii. Alikuwa amefura hapa lakini sasa hii naona kumepungua. Shika microphone hii. Ndio. Alikuwa amefura hapa mpaka wakati nampeleka hospitali wakasema ni jipu. Ndio. Akaanza madawa, lakini juzi Jumapili nikamtuma tu kwa maji, nikamwambia nichote maji kidogo. Ndio. Nisafishe mitungi yangu. Ndio. Lakini alivyokuwa anainama nichukua kile kitungi, akatoka kitu kama tembe ya kunazi. Kama tembe. Ya kunazi kwa mdomo. Na hicho kitu kimetoka ni kikavu, hakina hata mate. Ndio. Akaniambia mama, nimetoka hii kitu. Ndio. Nikaja akamletea mchungaji, akapaka wale mafuta. Na zile tembe zingine zenye zilikuwa zimebaki hapa kwingine zikajigawanya mpaka kuanzia hiyo Jumapili mpaka sasa anakula kila kitu. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Watoto wote wapone kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi kiongozi wa ibada unaweza kuendelea. Kuna mgeni pale namuona. Ni vyema ukasimama mama, maana nimekuona. Simama. Ataangalia mwenzake. Najua ni wewe mama uliangalia mwenzako. Asimama. Ndio, pigie Yesu makofi mazuri. Pelekea microphone. Karibu tu. Bwana asifiwe kanisa. Mimi si mgeni. Niko na Jumapili ya pili kuja hapa. Una Jumapili ya pili? Ndio. Na nilikuwa hapa Wednesday kwa maombi. Ndio. Usikia kwanza pastor aliniona. Ndio. Lakini ile Jumapili iliyopita sikuwa nanyi. Nilikuja ile yenye iliisha. Ndio. Kama nilivyoambia naitwa Mama Alice ama Charlotte. Ndio.
Na kupitia maombi ya juzi, ndio sikuwa nimemwelezea pasta kuhusu bwanangu. Ndio. Lakini wakati alivyokuwa ananiombea, ndio akasema nimeona ndoa yako ina shida. Ndio. Mimi na bwanangu tulikuwa tunaishi pamoja. Ndio. Lakini akaja akatoka kwa akabeba kila kitu. Ndio. Na akaenda kuishi kwa nyumba nyingine. Ndio. Lakini kupitia ile maombi ya juzi. Ndio. Sasa anakuja hapo kwa nyumba anasema mimi naenda kuangalia TV kwangu. Pigia Yesu makofi mazuri. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ndoa zirudi jameni kwa jina la Yesu. Amen. Sasa anarudi na amesema atarudisha kila kitu. Hey! Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Mungu anachukia kuachana. Amen. Mungu anachukia kuachana. Aliyekuacha bure akuregelee kwa nguvu na msamaha kwa jina la Yesu. Amen. Aje akuombe msamaha kwa jina la Yesu Kristo. Maisha ibadilike. We mama, wewe unaenda kujenga wewe. Unasikia ma? Unaenda kujenga, unaenda kuwa na nyumba yako. Naona hiyo kwa jina la Yesu. Unaenda kuwa na nyumba yako yenyewe. Pale ulipo umerent kwa? Unaenda kuwa na nyumba yako kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Mzingatie sana maneno ya watumishi wa Mungu Wakati mtumishi anapotabiri, sema nimepokea kwa jina la Yesu. Amen. Hatutatabiri kitu uongo. Sisi sio manabii wa uongo. Bwana asifiwe. Umesikia mama yetu pale ametushuhudia. Anasema walikuwa wanatafuta mtu wao. Amepotea. Alikuwa amepotea kwa siku ngapi mama? Ilikuwa kama siku 3 hivi nyuma. Ndio alikuwa amepotea. Mkaja hapa. Walipokuja hapa wakasema pastor tuulizie. Tujue huyu mtoto yuko wapi? Ama atarudi ama hatarudi ama yuko vipi? Amen. Nilipochukua hatua ya kwanza maombi, nikamwambia Mwenyezi Mungu naomba unionyeshe. Naomba unielezee. Amen. Katika ulimwengu wa kiroho nikaona amelala. Na alivyolala pale kuna damu nyingi zimemwagika, damu nyingi. Halafu nikaona ni kama kwamba kuna watu wanamshangaa pale, kama kuna watu wamezingira pale. Halafu nikaambiwa ana wanawake hawa wawili, lakini mmoja wanachukiana sana. Mmoja wanagombana, wanachukiana sana. Kwa hivyo na maana ya kwamba huyo mmoja ndo alikuwa sababu. Amen. Nikamwambia mama tuendelee tu kuomba, but hivyo ndivyo nilivyoona. Sasa mtu ukionyeshwa damu, ukionyeshwa na huyo mtu yuko hai kweli? Huyo mtu amekufa. Wanasifiwa. Na baada ya muda si muda wakaambiwa ni kweli alikufa huko. Amen. Mungu ni mwaminifu. Anapokuonyesha jambo huwa ni la kweli. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu anapotabiri, sema ninapokea kwa jina la Yesu. Na kama ni la kukanusha, ni la giza, sema nakataa kwa jina la Yesu. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nani Jafet? Mimi nilienda nyumbani kwako. Sikuwa nimefika nyumbani kwako. Nikikumbuka hiyo story wewe unaweza kushuhudia kidogo? Unasema time haina shida, tuko sawa. Haleluya. Haya. Kwa jina la Yesu tunaua haya. Si haya. Yaani nakwambia nimefika pale. Nawaambia kitu kiliziko hapa. Kitu Pastor likizika mimi. Chukua hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa iko hivi. Nataka tuingie katika kumtolea Mungu. Alafu baadaye tutaingia kipindi chengine. Na leo nataka niombee watoto wote wachanga na wadogo. Maana Mwenyezi Mungu ashanifunulia kitu. Amen. Kwa hivyo nataka tuwaombee hao watoto wadogo.
watoto wote wadogo tuwaombee.